Leo Novemba 17, 2025, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa baraza jipya la mawaziri ambalo tunatarajia kama litaweza kwenda vizuri ndilo ataenda nalo kwa miaka yote hii mitano mpaka 2030. Katika uteuzi wake, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zimeingia sura mpya katika baraza la mawaziri, lakini kuna sura ambazo kila mmoja wetu alitarajia huenda zingeweza kuwepo katika baraza hilo, na itakushangaza hata baadhi ambao uliotegemea hawapo katika baraza hili. Basi nitakuangazia kwa wale ambao katika baraza hili liloteuliwa siku ya leo, pamoja na kwamba watu hawa wameshinda ubunge katika majimbo yao. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika baraza alilotangaza leo hakuwateua. Wa kwanza ni Dr. Doto Mashaka Biteko. Huyu ni mbunge wa jimbo la Bukombe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Na katika uchaguzi wa 2025 uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, Dr. Biteko alishinda. Wakati huo wote alikuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Lakini leo katika baraza la mawaziri lilotangazwa, Dr. Doto Biteko hayupo katika hata wizara moja. Lakini pia hii huenda ikawa ni karata ambayo imechezwa, kwani cheo cha naibu waziri mkuu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hajateua mtu, ijapokuwa wizara ya nishati inaye mtu. Mtu wa pili ni Innocent Bashungwa. Huyo alikuwa waziri wa mambo ya ndani na mbunge wa jimbo la Karagwe. Bashungwa amehudumu katika wizara kadhaa, lakini katika wakati ambao Dr. Samia amekuwa rais katika awamu ya 6, Bashungwa amekuwa waziri wa ujenzi, alikuwa waziri wa mambo ya ndani. Leo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika uteuzi wake, nafasi hiyo ambayo ilikuwa inashikiliwa na Bashungwa, amemteua George Simbachawene kuwa waziri wa mambo ya ndani. Mtu wa tatu ni Hussein Bashe. Bashe alikuwa waziri wa kilimo, lakini amehudumu katika wizara nyingi nchini, akijengea sifa kwa muda mrefu. Bashe ambaye ni mbunge wa jimbo la Nzega mjini, hajaonekana jina lake katika majina ya walioteuliwa leo kuwa mawaziri, huku nafasi yake ikichukuliwa na Godfrey Chongolo. Dr. Selemani Jafo. Selemani Jafo katika serikali ya awamu ya 6 alikuwa waziri wa viwanda na biashara, lakini kwa sasa nafasi yake imechukuliwa na Judith Kapinga ambaye alikuwa naibu waziri wa wizara ya nishati. Mtu mwingine ambaye pengine alikuwa katika baraza lililopita lakini baraza hili alipo, lakini pia hata kwenye ubunge wa kuchaguliwa hakushiriki kuchukua jimbo kokote, na hata katika ubunge wa kuteuliwa hakuteuliwa, ni aliyekuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Dr. Stergomena Tax, ambaye hakuteuliwa katika awamu hii tena kuwa mbunge, kwa sababu katika wizara hiyo alikuwa waziri, lakini pia alikuwa ni mbunge kuteuliwa. Wakati huo pia hajateuliwa. Nafasi yake katika wizara hiyo imechukuliwa na Raymond Simon Nyansaho. Wizara nyingine ambayo ilikuwa na waziri ambaye amekuwa waziri kwa muda mrefu katika wizara tofauti, lakini kwa sasa hayupo katika baraza la mawaziri, ni wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari, ambayo ilikuwa chini ya Jerry Silaa. Jerry Silaa hata kwenye ubunge hayupo, kwani hakushinda ubunge katika jimbo alokuwa kigombea, jimbo lake la Ukonga, ambalo kwa sasa lina mpinzani wa ACT Wazalendo Bakari Shingo ambaye ndiye mbunge. Wizara hiyo ambayo alikuwa anaiongoza Jerry Silaa imechukuliwa na Angela Kairuki ambaye ni mbunge wa jimbo la Kibamba. Mtu mwingine ambaye amehudumu katika wizara mbalimbali, lakini wakati huu hakuwa katika wizara yote, ni Jenista Mhagama. Katika baraza la mawaziri lilomaliza muda wake, Jenista Mhagama alikuwa waziri wa afya, lakini kwa sasa ametupwa nje. Wizara ya mwisho ni wizara ya katiba na sheria, ambayo ilikuwa chini ya Dr. Damas Ndumbaro. Dr. Ndumbaro katika
Raundi hii hakuteuliwa, lakini wizara yake amepewa Juma Homera. Hao ni sehemu ya baadhi ya wale ambao wamekosa wizara katika wakati huo ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza jipya la mawaziri. Lakini wapo ambao wamefanikiwa kubakia katika wizara zao, akiwemo Profesa Kitila Alexander Mkumbo ambaye amebakia katika wizara ya nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Kitila ambaye ni mbunge wa Ubungo kupitia CCM ameendelea kubakia katika wizara hiyo. Mtu mwingine ni Juma Hamidu Aweso, waziri wa maji. Amekuwa waziri katika wizara hiyo na inawezekana ni waziri ambaye katika awamu ya 6 amedumu kwa muda mrefu kwenye wizara yake, lakini pia amefanikiwa kurudi katika wizara hiyo. Mtu mwingine ni Profesa Makame Mnyambarawa katika wizara ya uchukuzi, ambaye pia amehudumu katika muda mrefu katika wizara hiyo, pia ameweza kubakia katika wizara. Wizara nyingine ni wizara ya maendeleo ya jamii, wanawake, jinsia na makundi maalum, iliyokuwa chini ya waziri Dr. Dorothy Onesforo Gwajima, ambaye kwa sasa pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua katika baraza hilo.